Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumefika salama kituo chetu cha mwisho ambapo ni hapa Ismailia. Safari ilianzia Dar es Salaam majira ya saa 11 na ikawa ni Dar es Salaam mpaka Cairo, na baadaye tukatoka Cairo kwa njia ya usafiri wa basi mpaka kufika hapa Ismailia. Leo usiku tunaanza rasmi program yetu ya mazoezi. Kwa sasa wachezaji wetu wanakwenda kupumzika na jioni tutaanza rasmi program ya mazoezi kuelekea katika mchezo huo. Wachezaji ambao walikuwa kwenye timu ya taifa Tanzania pale Morocco, wao tayari wameshawasili, tumewakuta hapa. Kwa na wale ambao tumekuja nao tunaungana kwa pamoja kuanza maandalizi rasmi kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 2 ya mwezi wa 4. Kila kitu kimekwenda vizuri, hatujapata changamoto ya aina yoyote katika airport zote mbili, na kila kitu kimekwenda sawa sawa, na vijana wote wapo katika hali nzuri, wanasubiri tuanze rasmi mazoezi ya kumkabili mpinzani wetu Al Masry. Niseme tu ya kwamba kwa upande wetu Simba Sports Club, jukumu la kwanza la kufika hapa limekamilika. Jukumu la pili ni kuanza mazoezi, na jukumu la tatu litakuwa ni kumkabili mpinzani wetu. Tutaweka kambi hapa Ismailia kwa muda wa siku 4, na siku ya mwisho tutaondoka hapa. Jamani, habari za saizi? Habari za Misri? Kwanza wale wote tumefurahi sana kuona tumepokelewa namna hii. Tangu tumeanza kampeni zetu hizi kwenye michuano ya kimataifa, hajawahi kupata mapokezi ya namna hii ya Kigoma. Na sisi ni watu wa hizi shughuli za Kigoma. Kwa hiyo hapa ni kama tuko airport ya Julius Nyerere. Tumefurahi sana na asanteni sana kwa support yenu. Tumekuja hapa kwa ajili ya kazi ambayo iko mbele yetu, kazi ya tarehe 2 ya mwezi huu wa 4. Niseme tu kwamba sisi hatutakuwa wengi kama wao Al Masry, lakini kwa udogo wetu tunaweza kupambana na tukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo tujiandae kuanzia sasa, tuhamasishane kwa wale wengine ambao bado hawajafika hapa. Tarehe 2 tukutane pale uwanjani, tuende kwa udogo wetu huo tukawashangilie wachezaji wetu waweze kupambana, tutimize malengo yetu ya kuvuka hatua hii na kwenda hatua ya nusu finali. Na uzuri ni kwamba tukifanikiwa kumng'oa Al Masry, tutarudi tena hapa kuja kuhangaika na Zamalek. Juhudi zetu za kumsaidia Simba kuvuka kwenye mechi hii ndio juhudi ya Simba kurudi tena hapa kwenye mechi ya hatua ya nusu finali. Na mnafahamu ya kwamba tumebaki peke yetu hivi sasa. Hii bendera ni Simba Sports pekee ndio ambaye ana haki ya kuitumia hivi sasa kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujivunia, tuna kila sababu ya kutamba, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu bendera hii itasimama hapa katika nchi ya Misri, na heshima ya Simba itaandikwa hapa katika nchi ya Misri. Nichukue nafasi hii tena kuwapongeza wote ambao mmekuja, lakini kwa kipekee kabisa ni kushukuru balozi na timu yako yote kwa maandalizi na mapokezi mazuri. Tumefika hapa airport, hatujapata changamoto ya aina yeyote. Tumekuta utaratibu mzuri. Baada ya kushuka tu kwenye ndege, tukamkuta balozi akiwa ndani na watu wake, wametupokea na wametupitisha katika njia zote kwa urahisi na kwa haraka kweli. Kwa balozi, kwa niaba ya Simba Sports Club, pokea sana shukrani zetu. Tunashukuru na tujiandae na vita yetu ya tarehe 2. Tumefika salama Misri hapa Ismailia, na kila kitu kinakwenda vizuri kwa upande wetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwenye eneo hilo. Tumefika na moja kwa moja tumeanza program ya mazoezi usiku wa leo kwa ajili ya kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 2 dhidi ya Al Masry. Mazoezi ya leo kwa kiasi kikubwa yamejikita kwenye recovery kwa sababu ya kuondoa uchovu wa safari ya siku
nzima, lakini vile vile kuondoa uchovu kutokana na mechi ya jana tarehe 27 ambao tumecheza. Kwa hiyo recovery yake ndio tunaifanya hii leo kwa mara kwanza hapa katika mji wa Ismailia. Tunafanya mazoezi katika uwanja ambao unamilikiwa na hoteli ambao tumefikia, na tutakuwa hapa Ismailia kwa muda wa siku 4 tukifanya mazoezi hapa, na siku ya mwisho tutaelekea Suez Canal, katika mji wa Suez Canal ambao ndio utakuwa mji wa mchezo wetu na kwenda kucheza na mpinzani wetu Al Masry. Niseme tu ya kwamba kwa upande wetu kila kitu kinakwenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji wote ambao tumekuja nao wako katika hali nzuri, na wale wachezaji 6 ambao walikuwa kwenye kambi ya timu ya taifa ya Tanzania pale nchini Morocco, na wenyewe tayari wameshajiunga na wenzao, na tumeanza kwa pamoja programu hii ya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Lakini tunao taarifa njema ambayo tungependa kuwafikishia wana Simba, na ni taarifa ambayo tunaamini kila mwana Simba ataipokea kwa nguvu na kwa shauku kubwa. Taarifa yenyewe ni kuhusiana na mabadiliko, ama taarifa yenyewe ni kuhusiana na kuruhusiwa kutumia uwanja Benjamin Mkapa katika mchezo wetu wa marudiano robo finali dhidi ya Al Masry. Awali ilitoka taarifa ya kwamba uwanja Benjamin Mkapa umefungiwa mpaka utakapokidhi vigezo. Serikali ikafanya marekebisho, na kwa hapa tungependa kuishukuru na kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao ndio wamiliki wa uwanja Benjamin Mkapa kwa kufanya juhudi za dhati kabisa kurekebisha uwanja Benjamin Mkapa, na hatimaye baada ya kufanyiwa tena ukaguzi ukaonekana uwanja umekidhi na mnyama akaruhusiwa kutumia uwanja huo wa Benjamin Mkapa. Tunao furaha kwa sababu uwanja Benjamin Mkapa ni machinjio ya mnyama, ni sehemu ambayo mnyama akiwa akiutumia uwanja huo hupata nguvu ya ziada. Kwa hiyo kama tungecheza mchezo wetu nje ya uwanja Benjamin Mkapa, maana yake tungekosa nguvu yetu ambayo tuko nayo siku zote. Kwa hiyo nipende kuambia wana Simba ya kwamba mnyama anarejea katika uwanja. Ni siku ya pili ya mnyama Simba Sports Club hapa katika mji wa Ismailia nchini Misri, ikiwa ni kambi kuelekea katika mchezo wetu wa mkondo wa kwanza robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tumewasili jana, na jana tukafanya mazoezi ambapo tulifanya katika viwanja ambavyo vipo kwenye hoteli ambayo tumefikia, na leo tumekuja kufanya mazoezi hapa katika uwanja huu wa Suez Canal Authority. Tunafanya mazoezi hapa tukiendelea na programu yetu kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 2 ya mwezi wa 4. Na hapa nakwenda kuungana na mratibu wa klabu ya Simba, ukipenda muite Vasco da Gama, Abbas Ali Suleiman, atueleze tu yeye alikuwa kwanza kufika hapa Misri tangu amefika na mpaka hivi sasa, na maandalizi kiujumla kwenye upande wa uratibu yamekaaje kuelekea katika mchezo huu. Abbas, habari za kwako? Habari za kwangu nzuri, habari yako mzee? Namshukuru Mungu bana, salama. Alhamdulillah, nashukuru. Tuko sawa sawa. Vizuri sana kuliko jana. Ulitangulia hapa mapema, tuambie tangu umefika ushirikiano na mpinzani wetu Al Masry mpaka sasa ukoje kuelekea katika mchezo wetu huu? Kimsingi tumefika hapa salama, na kama ulivyouliza ushirikiano kwa maana wenzetu mpinzani wetu Al Masry umekuwa wa kiwango cha juu, kiwango ambacho kinahitajika na shirikisho la soka barani Afrika CAF, kwa maana nimeweza kuwasiliana nao kutupatia vile vitu vyetu vya mahitaji ya msingi ambavyo tunatakiwa tupewe kuelekea katika mchezo. Kama unavyofahamu, wao wanahitajika kutupatia siku moja tu ya mchezo, siku mazoezi kabla siku moja ya mchezo. Kwa hiyo kwa sababu tumekuja kwenye mji ambao sisi ni Simba nyumbani, basi facilities zingine sisi wenyewe tunazifahamu, kwa hiyo tuliweza kuchagua facilities kwa uwezo wa timu yetu, lakini pia kwa ukubwa wa timu yetu. Na ndio maana hata leo hii unatuona kwamba tunafanyia mazoezi katika uwanja huu wa Suez Canal Authority. Ni uwanja katika viwanja bora, wanasema katika Misri hii ni pitch bora kuliko pitch zote
kwa vigezo vyao CAF walivyokuwa navyo, na ndio maana utaona hata juzi mechi ya South Africa na Misri, Egypt ilipigwa katika uwanja huu, si kwa sababu wengine akili walifuata ubora huo. Sasa sisi Simba nao tuko kwenye level hiyo, unajua sisi ni 5 star team, kwa hiyo natakiwa tufanye mazoezi katika vitu kama hivi. Kwa hiyo tutafanya mazoezi kama hapa, lakini nilibahatika kwenda pia Suez ambako ndo mechi inataka kwenda kucheza, na maandalizi ya kule kwa kiasi kikubwa yameshakamilika. Imebakia asilimia kama 15 ambayo inatusubiri sisi kwenda na kumalizia hivyo vitu. Leo ni siku ya 3 Simba Sports Club hapa mjini Ismailia nchini Misri, ikiwa ni kambi kuelekea katika mchezo wetu wa robo finali dhidi ya Al Masry, na tuko uwanjani hapa katika uwanja wa Suez Canal Authority ambapo tunaendelea na program ya mazoezi. Jana tumefanya mazoezi hapa na leo tena tuko hapa kuendelea na program ya mazoezi. Na taarifa fupi tu ni kwamba kila kitu kinakwenda vizuri kwa upande wetu Simba Sports Club. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri wakiendelea na program ya mazoezi, na mwalimu Fadlu na wasaidizi wake wameendelea kutengeneza mipango ya kimbinu na kiufundi kuelekea katika mchezo huo. Kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba mnyama anapata matokeo chanya. Lakini safarini kuja hapa Ismailia Misri, tumeambatana na baadhi ya mashabiki ambao wametokea Tanzania nyumbani na wamekuja mpaka hapa. Lengo ni kuja kuisapoti Simba yao, na moja kati ya shabiki ambaye ametia fora ama amevunja record ni shabiki huyu ambaye ameamua kusafiri na mtoto wake. Unaionaje Misri? Misri iko safi. Misri iko vizuri, na uzuri sisi Simba tuna historia nzuri kwenye nchi ya Misri. Kwa hiyo tuko fresh. Unaionaje Simba yako tangu umefika hapa siku ya 3 hii leo? Simba ni iko sawa, na kwa kweli inatia moyo, na mimi nafikiri kama tumekuja, unasema ule msemo wa ubaya ubwela, tumekuja kuleta ubaya huko ugenini. Umekuja na kijana wako mdogo, kwa nini umeamua kusafiri naye? Ina maana gani kwako wewe kusafiri na mtoto wako kuja naye mpaka huko Misri? Kwanza yeye ni mshabiki mzuri sana wa Simba. Ukiondoka kwa mwana michezo, ni mshabiki mzuri sana wa Simba. Na nafikiri sisi wazazi tuna wajibu wa kuacha urithi kwa watoto wetu. Tunawapeleka watoto shule wakasome, lakini lazima tuwaachie urithi ambao una maana. Na katika sports kama kuna urithi ambao mimi nafikiri watoto wangu wanapaswa kurithi, ni kuwa mnyama tu. Kwa hiyo hawezi kuwa baba yake kwa mnyama na yeye asifurahie. Kwa hiyo mwenyewe kwanza amefurahia kukutana na timu, amekuja yeye tena ameniambia baba nataka nikashangilie Simba. Umejisikiaje kusafiri kuja mpaka Misri huku kuishangilia Simba yako? Vizuri sana. Na pia naipenda sana Simba kwa sababu hata nilipokuwa mtoto nilikuwa naipenda sana hii club. Ulivyokuwa mtoto sasa hizi umekuwa mkubwa ama nini? Mbona utuchanganya bana? Hamna. Kuna hizi fulani ambazo unaanza kuitwa mtoto na zingine unaweza kaitwa kwa kitu kingine. Kwa hiyo sasa hizi wewe unakuita nani? Unaweza kusema child. Ambao child ni Kiingereza, Kiswahili chake Sijajua bado. Nani alitoa wazo la wewe kuja huku Misri kuishangilia Simba? Baba yangu, kwa sababu alisema nikienda nitapata mafunzo mengi ya kusafiri na experience. So tangu umekuja umejifunza nini mpaka sasa? Jinsi ya kujitegemea na kuishi mbali na upokulia. Okay. Kitu gani kimekufurahisha zaidi kwa wewe kusafiri na Simba? Ni kupata kuwaona wachezaji wa Simba na kuwasalimia na kuwajua kwa undani. Kama nani umemjua kiundani sasa? Valentino na Umewajuaje kiundani, kwa kuwaona au umezungumza nao? Nimezungumza nao. Umezungumza nao nini? Kuhusu tutakaposhinda mechi, na kama tukishinda tena Mungu kitu. Ni siku ya 4 ya Simba Sports Club hapa katika mji wa Ismailia, na program ya mazoezi ikiendelea, ikiwa leo ni siku ya 4 tukiendelea na mazoezi katika uwanja huu wa Suez Canal Authority. Kila kitu kwa upande wetu kinakwenda vizuri, na wachezaji wote wa Simba wapo katika hali nzuri. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hakuna mchezaji yeyote ambaye ana hitilafu ya kiafya ama changamoto ya kiafya, na yule ambaye tulikuwa na mashaka naye Musa Kamara Spiderman Pinpin, na yeye amekuwa na muendelezo mzuri tangu tumewasili hapa Ismailia nchini Misri. Kimsingi ni kwamba
Simba Sports tuko tayari kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya mpinzani wetu Al Masry. Leo tunafanya mazoezi ya mwisho hapa katika mji wa Ismailia, na kesho ya siku ya Jumanne majira ya mchana tutaondoka hapa Ismailia na kuelekea katika mji wa Suez, ambako ndio mji tutakaochezea mchezo wetu na mpinzani wetu. Ni takriban masaa mawili hivi kutoka hapa Ismailia mpaka katika mji wa Suez, na huko tutaondoka hapa majira ya mchana, tafika majira ya jioni, na jioni majira ya saa 12 tutafanya mazoezi katika uwanja wa Suez, ambao ndio uwanja wa mchezo wetu na mpinzani wetu Al Masry. Kila kitu logistic nzima za usafiri zimekaa vizuri, tunasubiri tu safari ya kuelekea katika uwanja wa